Na mtazamaji wa WWK TV, na wewe ambaye unaifuatilia taarifa hii, lakini pia kupitia chombo hiki bora kabisa ambacho kinamilikiwa na kanisa la Tanzania Assemblies of God kupitia idara ya WWK ya kanisa hilo la TAG hapa nchini Tanzania. Chombo hiki lengo lake ni kukuhabarisha katika matukio mbalimbali ambayo yanatokea hapa nchini yanayohusiana na masuala mbalimbali ya kanisa, lakini pia hata nje ya mipaka ya Tanzania. Na moja ya taarifa ambazo zimetufikia ni habari za kusikitisha kabisa ambazo zimetokea katika nchi ya Zambia, ambapo wanawake watumishi wa Kristo kule nchini Zambia ambao walikuwa katika kumtumikia Mungu katika moja semina ambayo waliifanya huko nchini Zambia, wamepata ajali na baadhi ya viongozi wa idara hiyo kule nchini Zambia. Hawa ni wa kanisa la Zambia Assemblies of God ambao wamepoteza maisha. Hii ni AG Zambia Assemblies of God Zambia ambao wamepoteza maisha mara baada ya gari lao ambalo wamekuwa wakitumia kwa ajili ya usafiri kutoka katika eneo hilo la semina wakirudi katika mji mkuu kule Lusaka. Wamepata ajali na baadhi ya viongozi wamepoteza maisha, kwa taarifa ambazo zimethibitishwa na askofu mkuu wa kanisa la AG Assemblies of God Zambia, Askofu Lipenga Banga amethibitisha kutokea kwa msiba huo, na baadhi ya viongozi ambao wamefariki wa idara hiyo ya wanawake ni pamoja na mwenyekiti wa Wizara ya Wanawake Taifa anayefahamika kwa jina la Lydia Phiri, lakini pia makamu mwenyekiti wa Wizara ya Wanawake anafahamika kwa jina la Ruthi Tembo ambaye pia amefariki katika ajali hiyo. Mwingine ni mweka hazina wa wizara kitaifa, Wizara ya Wanawake kitaifa huko nchini Zambia, Nelia Zulu, naye pia amepoteza maisha. Lakini pia Ana Mbuzi kutoka kanisa la Maha Assembly huko Lusaka, naye pia ni miongoni mwa viongozi ambao pia wamepoteza maisha katika ajali hiyo. Sala Nyangu kutoka Chainda Revival Lusaka pia wamepoteza maisha. Abelius Phiri kutoka Chainda Revival Lusaka, halikadhalika Audrey Muzuni kutoka John Lane Assembly liloko katika mji wa Lusaka, pamoja na Blana Phiri kutoka Efata Assembly katika mji wa Lusaka. Ni watu 8 hawa ambao wamefariki katika ajali hii ambayo imetokea kuwa wakitokea Livingstone katika jimbo la Kusini kuelekea nyumbani Lusaka baada ya kuandaa semina ya wanawake. Hakika ni msiba mkubwa huu ambao umelipata kanisa la AG huko Zambia, ambapo kuwapoteza wanajeshi hawa 8 ni msiba mzito huu. Lakini katika ajali hiyo yupo mwanachama mmoja wa idara hiyo ya wanawake ambaye yeye amenusurika, lakini amelazwa katika moja ya hospitali ambayo ipo nchini humo, ambapo taarifa zikielezwa kuwa hali yake bado sio nzuri. Kikubwa ni kuendelea kumwomba Mungu na kumwombea ili aweze kurejesha afya yake na aweze kuimarika ili arudi nyumbani aendelee kumtumikia Mungu. Kumbuka tu kwamba Tanzania na Zambia ni marafiki hawa na ni majirani wa karibu sana. Mikutano mingi ya ambayo imekuwa ikifanyika hapa nchini wamekuwa pia wakihudhuria katika baadhi ya makongamano ambayo yamekuwa yakifanyika hapa nchini. Kwa hivyo ni msiba mkubwa huu, si tu kwa Zambia lakini pia kwa Tanzania pia, maana hawa ni marafiki zetu na tumekuwa ni marafiki hawa ambao pia wamekuwa wakishirikiana na Tanzania kwa upande wa kanisa, lakini pia hata kwa kitaifa pia katika masuala mengine, masuala mbalimbali ya kidini, lakini pia na masuala mengine mbalimbali. WWK TV itaendelea kukuletea kwa undani wake taarifa hii ya msiba huo ambao umetokea katika mji huo wa Zambia Lusaka, ambapo watu wengi ambao wamepoteza maisha, wengi ni wakazi wa jiji la Lusaka, lakini wamekuwa wakitokea katika semina ambayo ilifanyika katika jimbo la Kusini kule Lusaka. Mimi ni Samuel Thomas. Tuonane milele.
tumelipokea. Hili nalo ni gumu, japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu.